Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema atashirikiana na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kumaliza vita vya Ukraine. Licha ya kwamba siku ya Jumatatu kulikuwa na mashambulizi mazito kutoka pande zote mbili, ambapo Ukraine ilifanya mashambulizi 19 ya ndege zisizokuwa na rubani zilizodunguliwa huko katika maeneo mbalimbali, lakini kifyetua makombora katika mkoa wa Keski. Urusi nayo imefanya mashambulizi mazito huko katika mikoa kama ya Sumi na kwingineko. Sasa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye aliapa kwamba atahakikisha anafanya kazi pamoja na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ili amalize vita vya Ukraine na kushughulikia pia hali nchini Syria na mzozo wa Gaza. Lakini wakati huu anaona rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ni mtu muhimu katika kutatua mzozo huo wa Ukraine, kwani ni Erdogan ambaye nyakati za mwanzoni za vita mwaka 2022 alihakikisha mataifa yote mawili yanasambaza vyakula katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu, na hivyo Trump anamuona Erdogan kama mtu muhimu katika utatuzi wa mzozo huo wa Ukraine. Donald Trump ameeleza hayo kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social mnamo usiku wa kuamkia leo, muda mfupi baada ya kufanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais huyo wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Hata hivyo, siku moja aliwahi kuzungumza na waziri mkuu wa Israel Netanyahu, akimwambia kwamba ni Erdogan moja kati ya watu muhimu sana waliosababisha hali katika eneo la Syria kuwa ilivyo wakati huu na kusaidia kuondoka kwa Bashar al-Assad. Hata hivyo, amesema anatarajia kushirikiana na Erdogan kuvimaliza haraka vita vya Ukraine alivyovitaja kuwa havina misingi na vyenye athari kubwa. Trump pia amearifu kwamba Erdogan amemwalika kuitembelea Uturuki na vilevile kiongozi huyo wa Uturuki atakwenda Washington mnamo tarehe ambayo bado hajaitaja. Uturuki ndio mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO ambayo ina uhusiano mzuri na Urusi na Ukraine, na mara kadhaa rais Erdogan anasema nchi yake ni sehemu mwafaka ya kufanyia mazungumzo ya kumaliza vita vinavyoendelea. Hata hivyo, moja kati ya viongozi ambao walijitahidi kwa nguvu kubwa ni walijitolea katika upatanishi wa Ukraine na Urusi kuanzia mwaka 2022 baada ya kuanza kwa vita hivyo ni rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, na alirejelea mapendekezo yake mara kadhaa ya kuwakutanisha maafisa wa Ukraine na Urusi kwa ajili ya mazungumzo ya amani mara baada ya kukutana na rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine mwaka uliopita. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alirejelea mapendekezo yake ya kuwakutanisha maafisa wa Ukraine na wale wa Urusi kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya amani, na alitoa pendekezo hilo katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari huko Istanbul nchini Uturuki alipomkaribisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kiongozi huyo wa Uturuki pia alisema nchi yake ipo tayari kuandaa mkutano wa kilele wa amani utakaoshirikisha Urusi na pia kufanya upatanishi ili kumaliza vita kwa amani kwa njia ya mazungumzo. Ukraine inapinga pendekezo la Urusi kushiriki kwenye mkutano wa kilele wa kimataifa, ambapo Zelensky aliwahi kufanya ziara huko Uturuki akisema kwamba hakuwa tayari kumuona bwana Putin akiwa katika mkutano huo. Ikumbukwe kwamba Marekani ambayo kupitia rais wake bwana Donald Trump iliahidi kumaliza vita hivyo ndani ya masaa 24 baada ya kutawazwa kuwa rais wa Marekani, lakini wakati huo anatangaza siku 100 za kuweza kutatua mzozo huo wa Ukraine, kwamba hali imekuwa tofauti na matarajio ya wengi, lakini anasema si rahisi kutatua mzozo huo kama ambavyo wengi wanatarajia, na hivyo atatumia siku zingine 100, huku akiona kwamba rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ni moja kati ya watu muhimu wenye uwezo wa kupambana kwa ajili ya kutatua mzozo huo uliodumu kwa miaka 3. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News kupitia Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.